Wa S500 tupo katika mahakama ya wilaya ya Ilala ambapo leo tumekuja kusikiliza kesi namba 10927 ambayo ilikuwa inamkabili kijana mwenye umri wa miaka 31 anaitwa Saidi Ali Mkomwa, ambaye yeye anatumiwa na kesi ya mauaji baada ya kukutwa na vidhibiti huko nyumbani kwake Kitunda baada ya kufanyika mauaji ya kijana James Temba ambaye alikutwa katika mkondo ama mto Msimbazi maeneo ya Tabata dampo, ambapo mwili wake uliokotwa ukiwa hauna kichwa. Na baada ya tukio hilo ni kwamba jeshi la polisi liliingia na kuanza kufanya upelelezi wa kina kusaka waliofanya mauaji hayo na hatimaye kuweza kumpata kijana Saidi Ali Mkomwa ambaye yeye anaishi maeneo ya Kitunda Kibeberu. Na baada ya tukio hilo na baada ya jeshi la polisi kufanya uchunguzi, Saidi Ali Mkomwa amefikishwa mahakama ya wilaya ya Ilala ambapo kesi yake kwa leo ni mara ya pili inasikilizwa Juni 2, ambapo baada ya tukio zima la mauaji kijana James Temba aliweza kusafirishwa mwili wake kupelekwa nyumbani kwao huko Kilimanjaro, ambapo aliweza kupumzishwa katika makaburi ya huko kwao Kilimanjaro. Na moja kati ya tukio ambalo liliweza kutikisa nchi ya Tanzania baada ya tukio hilo, mauaji ya kutisha ambayo familia ya James Temba iliweza kuzika mwili bila kichwa, kwa huzuni kubwa ambayo iliweza kuifika familia hiyo. Sasa mahakama ya wilaya Ilala leo imeweza kupeleka mbele shauri hilo mpaka tarehe 18 mwezi Juni au mwezi huu wa 6, ambapo tutakuja tena kusikiliza kwa njia ya mtandao. Ikiwa leo shauri hili limesikilizwa kwa njia ya mtandao, lakini pia tarehe 18 pia shauri hili litasikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo mahakama hii haina mamlaka ama niseme vigezo vya kusikiliza kesi kubwa za mauaji, lakini bado upelelezi hujakamilika kwa ajili ya kupelekwa mahakama za juu. Sasa kijana Saidi Ali Mkomwa alifika mahakamani kwa njia ya mtandao na kuweza kueleza japokuwa alipewa nafasi ya kuzungumza lolote, lakini kijana huyo alisema hana la kuzungumza. Lakini pia kesi hiyo ilisomwa na kutajwa mahakama ya wilaya ya Ilala. Baada ya kusomwa, kijana Saidi Ali Mkomwa hakuwa na la kusema. Alipewa nafasi na hakimu mkuu kwamba japo kama na lolote la kuzungumza, lakini kijana anasema hakuwa na lolote la kuzungumza. Sasa baada ya kusomwa kesi hiyo itasomwa tena mara ya 3 kwa njia hiyo ya mtandao tarehe 18 mwezi Juni, ambao ni mwezi huu wa 6, ambapo baada sasa ya hapo miezi 3 ikamilika upelelezi, ndipo sasa kesi hiyo itapelekwa katika mahakama za juu kwa ajili ya kwenda kusikiliza nini ambacho kilimkuta kijana huyo mpaka kufanya mauaji ya kutisha kwa kufika hatua hiyo. Je, kama itawezekana kuthibitisha kwa mahakama, lakini pia kwa upande wa jamhuri. Nikwambie tu kutokea hapa mahakama ya wilaya ya Ilala. Karibu, hii ni S500 TV. Mtazamaji wa S500 TV, hapa tupo katika mahakama ya wilaya ya Ilala hapa jijini Dar es Salaam, ambapo leo ndo ilikuwa ni siku ya pili kusikilizwa kesi ya mtumiwa wa mauaji ya kijana James Temba. Alikuwa na umri wa miaka 24 ambaye alipoteza maisha baada ya kukatwa kichwa maeneo ya na mwili wake kupatikana maeneo ya Tabata huko dampo. Na moja kati ya tukio ambalo liliteka hisia za watu wengi sana katika viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam pamoja na Tanzania kwa ujumla pamoja na dunia, kwa ajili ya tukio ambalo liliweza kuhuzunisha Watanzania wengi kwa kijana James Temba kufanywa mauaji ya kikatili na baadaye mwili wake kupatikana katika mto Msimbazi huko Tabata dampo. Sasa leo ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 6, ambapo ilikuwa ni siku maalum ya kusikiliza kesi kwa mara ya pili ya kijana Saidi ambaye yeye alikutwa na tuhuma hizo baada ya upelelezi wa kina kufanyika na jeshi la polisi pamoja na waendesha mashtaka wa serikali na kuweza kubaini kijana huyo ambaye alikutwa na vidhibiti ama na kueleza kwamba yeye aliweza kufanya mauaji hayo na kwenda kumfukia kichwa cha
kijana James Temba maeneo ya Kitunda. Tukio hilo ambalo liliweza kushika kasi na kuvuta hisia za watu wengi. Kijana huyo James Temba aliweza kupatikana huko Tawata Dampo, lakini pia na kuzikwa katika kijiji ambacho wazazi wake wametokea huko Kilimanjaro na kupumzishwa katika nyumba yake ya milele bila kuwa na kichwa. Ni simanzi kwa familia ya James Temba, lakini tukio ambalo linaendelea hivi sasa ni sasa. Mtazamaji wa S500, tupo katika mahakama ya wilaya ya Ilala ambapo leo tumekuja kusikiliza kesi namba 10927 ambayo ilikuwa inamkabili kijana mwenye umri wa miaka 31 anaitwa Saidi Ali Mkomwa, ambaye yeye anatumiwa na kesi ya mauaji baada ya kukutwa na vidhibiti huko nyumbani kwake Kitunda baada ya kufanyika mauaji ya kijana James Temba ambaye alikutwa katika mkondo ama mto Msimbazi maeneo ya Tabata Dampo, ambapo mwili wake uliokotwa ukiwa hauna kichwa. Na baada ya tukio hilo ni kwamba jeshi la polisi liliingia na kuanza kufanya upelelezi wa kina kusaka waliofanya mauaji hayo na hatimaye kuweza kumpata kijana Saidi Ali Mkomwa ambaye yeye anaishi maeneo ya Kitunda Kibeberu. Na baada ya tukio hilo na baada ya jeshi la polisi kufanya uchunguzi, Saidi Ali Mkomwa amefikishwa mahakama ya wilaya ya Ilala, ambapo kesi yake kwa leo ni mara ya pili inasikilizwa Juni 2, ambapo baada ya tukio zima la mauaji kijana James Temba aliweza kusafirishwa mwili wake kupelekwa nyumbani kwao huko Kilimanjaro, ambapo aliweza kupumzishwa katika makaburi ya huko kwao Kilimanjaro. Na moja kati ya tukio ambalo liliweza kutikisa nchi ya Tanzania baada ya tukio hilo, mauaji ya kutisha ambayo familia ya James Temba waliweza kuzika mwili bila kichwa, kwa huzuni kubwa ambayo iliweza kuifika familia hiyo. Sasa mahakama ya wilaya Ilala leo imeweza kupeleka mbele shauri hilo mpaka tarehe 18 mwezi Juni au mwezi huu wa 6, ambapo tutakuja tena kusikiliza kwa njia ya mtandao. Ikiwa leo shauri hili limesikilizwa kwa njia ya mtandao, lakini pia tarehe 18 pia shauri hili litasikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo mahakama hii haina mamlaka ama niseme vigezo vya kusikiliza kesi kubwa za mauaji, lakini bado upelelezi hujakamilika kwa ajili ya kupelekwa mahakama za juu. Sasa kijana Saidi Ali Mkomwa alifika mahakamani kwa njia ya mtandao na kuweza kueleza japokuwa alipewa nafasi ya kuzungumza lolote, lakini kijana huyo alisema hana la kuzungumza. Lakini pia kesi hiyo ilisomwa na kutajwa mahakama ya wilaya ya Ilala. Baada ya kusomwa, kijana Saidi Ali Mkomwa hakuwa na la kusema. Alipewa nafasi na hakimu mkuu kwamba japo kama na lolote la